وصحبه أجمعين. أولا أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتحدث فيها عن أعظم آية في القرآن العظيم. تعرفون أعظم آية في القرآن الكريم؟ Kwanza kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuweza kufika sehemu hii na kukutana na ndugu zetu ambao ni katika imani. Nasema leo Mungu akipenda tutazungumzia kuhusiana na aya kubwa tukufu ndani ya Qur'an. Kisha nauliza aya hiyo mnajua ni aya ipi ambayo ni tukufu katika Qur'an? الآية هي آية الكرسي. Aya ambayo ni tukufu katika Qur'ani ni Ayatul Kursi. Hiyo ndio ambayo Sheikh atakazungumzia leo inshallah. Kwa hiyo tukae makini tuweze kufaidika yale ambayo tulikuwa tumeghafilika nayo ndani ya Ayatul Kursi. هذه الآية من أعظم آيات القرآن الكريم لأنها تحوي معاني عدة، ولعل أعظم معنى فيها هو التوحيد. آية الكرسي فيها فضائل عظيمة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية العظيمة، ولعلنا نقتصر على ثلاثة أمور يعني من أفضل الأشياء أو من فضائل سورة أو آية الكرسي هذه. Asema Ayatul Kursi ndio aya ambayo ni bora iliyokuja ndani ya Qur'ani, na sio aya ndefu, ni aya ya kawaida tu, lakini ina kheri nyingi na fadhila kubwa. Lakini leo Mwenyezi Mungu akipenda, Sheikh atazungumzia kuhusiana na fadhila tatu za aya hii ambayo ni Ayatul Kursi. هذه الآية العظيمة لا بد للمسلم أن يحفظها وأن يحفظها زوجته وأبناءه أطفاله، يعني فيها أمر عظيم. Aya hii ni tukufu, ni wajibu kwa kila Muislamu aifahamu, aihifadhi, kwanza aisome, aihifadhi na awasomeshe watoto wake, familia yake, mke wake, watoto wake, wazazi wake, waihifadhi aya hii, Ayatul Kursi. Ni lazima. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية أول فضيلة يعني من الفضائل أنها تحمي الإنسان من الشيطان الرجيم، تحميه من هذا الشيطان. Aya hii Ayatul Kursi Sheikh kaanza kuisoma na ndio inayolengwa, nadhani ni aya maarufu sana. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu huduma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Nadhani ni aya maarufu jamani ni hii, na miongoni mwa fadhila ya kwanza kabisa, miongoni mwa fadhila za aya hii kwamba ni aya ambayo inayomkinga mwanadamu na shetani. الله في بداية هذه الآية قال الله، هذا الاسم من أعظم من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لم يتسمى به أحد، لم يقل أحد أنا الله، قد يقول أنا رب، قد يقول أنا، لكن الله لم يستطيع أحد أن يقول أنا الله. فرعون قال أنا، ما قال أنا الله، قال أنا ربكم. فلفظ الجلالة الله لم يتسمى به أحد سواه سبحانه. Mwanzo wa aya hii Ayatul Kursi imeanza kusema Allah. Wakati tunapoisoma unasema Allahu la ilaha illa. Sasa hata uweze kushtukia au uweze kuzingatia, lakini mwanzo wa aya hii kumeanzwa na neno Allah. Anasema hili neno, hili jina ni katika majina matukufu makubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utukufu wake unatokana na kwamba hakuna wale waliojidai kuwa ni Mungu ambaye aliyeitwa jina la Allah. Firaun
wakati alipowaambia watu wake alisema ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu wa juu, lakini hakusema ana Allahu rabbukum. Kwa hiyo utukufu wa Ayatul Kursi kwanza unaanzia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaanza aya hii kwa kusema Allah, na jina hili ni jina tukufu katika majina ya Mwenyezi Mungu, na hakuna kiumbe yoyote ambaye aliyejiita kwamba yeye ni Allah. Kajiita majina mengine, lakini sio neno Allah. Naam. La ilaha illa huwa, la ilaha نفي جميع الآلهة لا يوجد، وإن كانت موجودة في الواقع لكن في الحقيقة لا يوجد إله. لا إله إلا هو، يعني واحد، ليس كما يقول النصارى ثلاثة، فالإله واحد. Kisha baada ya hapo, baada ya kusema Allahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza la ilaha illa huwa, akakanusha kwamba mimi Mwenyezi Mungu nathibitisha kwamba hakuna Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni nani? Isipokuwa ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Japokuwa wapo ambao wanaojiita ni wa Mungu, wapo wanaoitwa ni wa Mungu, lakini ndani ya ukweli, ukiangalia ukweli wa mambo ni kwamba hakuna isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Al-Hayyul Qayyum, hayy la yamut, qayyum qa'im ala kulli shay fil kawn. Baada ya kusema hivyo, kuthibitisha Mwenyezi Mungu kwamba hakuna Mungu mwingine, akataja sifa mbili kubwa ambazo kila Muislamu lazima ndani ya nafsi yake hizo zipo katika moyo wake. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu yuko hai na wala hata kufa. Al-Qayyum ni mwenye kusimamia mambo yote yanayokwenda hapa duniani na huko mbinguni na kote duniani. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaisimamia mambo yote tunayoyajua na tusiyoyajua. Angalia, imeanza Allah, kisha Mungu akathibitisha kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni yeye. Kisha Mwenyezi Mungu akasema huu usimamizi tunaofanya sisi ni usimamizi hewa. Una familia yako sijui na nini, vyote hivyo viko chini ya usimamizi wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Na ni kweli mwanao anaugua akafa, unamwangalia hivi, wewe si ndio baba? Kwa nini usimponye? Kwamba wewe pia na usimamizi wako bado uko chini ya usimamizi wa nani? Mwenyezi Mungu. Akasema Al-Hayyu Al-Qayyum. Mwenyezi Mungu hafi, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye yuko hai, alafu ndiyo msimamizi wa mambo yote. ليس كما يدعي النصارى يقولون أن إلههم وهو عيسى ينام وأنه مات وبعث بعد 3 أيام. Na sio kama wanavyodai hawa Wakristo kwamba Yesu ndio Mungu alikufa alafu akafufuka baada ya siku 3. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kweli sio kama Isa au Yesu. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة الغفوة والنعاس، والنوم هو النوم العميق. فالله عز وجل لا ينبغي له أن تأخذه سنة ولا نوم أبدا، ونفى هذا الشيء عن نفسه. Mwenyezi Mungu kathibitisha alafu akakanusha mambo mawili. Kathibitisha kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halali, yani la ta'khudhuhu sina anasema ni ule usingizi wa ambao sio usingizi wenyewe, ule mwanzo wa usingizi waitwaje? Kusinzia. Wajua saa zingine mtu mwingine amechoka akajibanza kwenye ukuta akawa anayumba huku ile ndio Mwenyezi Mungu sifa hiyo hana. Alafu ule usingizi wenyewe wa mwaka, pengine umekula ugali wako vizuri na samaki papa na ndio wenyewe huko. Alafu sasa ukienda pale kulala, unalala ule usingizi uliokosa baba na mama, ule usingizi kabisa wa kukoroma. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa hiyo hana. Mwenyezi Mungu halali na Mwenyezi Mungu hapati na usingizi ile wa kuyumbayumba. Naam. ليس كما يقول النصارى أن الإله ينام ويتعب ثم ينام، لأنه بنى قرون السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح. نعم. Na sio kama wanavyodai Wakristo kwamba Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi kwa siku 7 baadaye alipumzika akalala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana sifa ya kulala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana sifa hata ya kupitiwa na kale ka usingizi kepesi. Hana sifa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. سأل موسى عليه السلام لأنه كان يكلم الله موسى عليه السلام فقال يا رب
ألا يأخذك نوم أو نعاس؟ فقال الرب يا موسى ضع في يدك اليمنى إناء من زجاج وفي يدك اليسرى إناء من زجاج فاحملها فاجلس إلى اليوم الثاني. فأخذ موسى هذا الإناء وضعه هنا، وأخذ الإناء الآخر وضعه هنا، وجلس موسى الليل طويل حتى أخذته غفوة نوم نعاس، فوقعت الزجاجات من يد هذه الآنية فتكسرت. فقال يا موسى لو أن الإله ينام لوقعت السماوات على الأرض. سبحان الله. Hakuna asiyejua kwamba Nabii Musa alayhi salam katika miujiza ambayo aliyopewa alikuwa ana uwezo wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Nabii Musa alikuwa anazungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja Nabii Musa akamwambia Mungu, ewe Mungu wangu, hivi katika muda wote uliokaa hupitiwi na kausingizi, hulali? Mwenyezi Mungu akamwambia, ewe Musa, chukua chombo ambacho ni cha kioo ambacho kinaweza kuvunjika, weka katika mkono wako wa kulia, na chukua chombo ambacho ni cha glasi kinaweza kuvunjika, weka katika mkono wako wa kushoto. Kisha ukae siku ya kwanza, ukae siku ya pili. Musa akachukua chombo cha glasi akaweka huku na huku. Akakaa siku ya kwanza vikiwa hivi. Akakaa siku ya kwanza. Siku ya pili yule Nabii Musa alayhi salam akapitiwa na usingizi. Vikaanguka vikavunjika. Vilipovunjika, unajua Mwenyezi Mungu alimwambiaje? Akamwambia, ewe Musa, laiti kama mimi ningepatwa na usingizi, basi mbingu zingewaangukia watu. Allahu Akbar. Hii mbingu tunayoona hii ingedondoka ikatuangukia sisi. Kwa maana kwa kuwa mbingu haianguki na iko vile vile kama Mungu alivyoiumba na mambo yanakwenda, Mwenyezi Mungu halali. Subhanallah. Naam. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. ما هذه ما موصولة هذه كل شيء، يعني كل شيء ما في السماوات وما في الأرض هو لله عز وجل. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazidi kuonyesha ukubwa wake na utukufu wake na maajabu yake, na kwamba sio kitu cha kawaida. Akasema lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, kwamba vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi ni vyake. Wallahi ni vyake. Wallahi akitaka kitu anachukua. Unajua Wachina sasa hivi ndio walioendelea, si ndio? Na Wajapani na wazungu na wanini katika teknolojia za kisasa. Lakini kikitoka kimbunga kinawanyang'anya nyumba zote na magari yanapeperuka na kila kitu. Kama ni vya kwao, kwa nini wasizuie? Yanatokea huko wapi? Jamaica, wengine tetemeko na. Kwa hiyo vyote sio vya mwanadamu. Vyote ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya yameyathibitisha katika Ayatul Kursi. Lahu ma fi samawati. Hii ma ni mausulu, maana yake vyote vilivyoko katika mbingu na ardhi ni miliki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni kweli, kwa sababu unapopatwa na msiba wote, mdogo, mkubwa, wa katikati, sijui wa vipi, wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yote ni kwa Mungu Bwana. Sisi kwake tutarejea. Kwa hiyo ndani ya Ayatul Kursi inatufundisha kwamba vyote vilivyoko katika mbingu na ardhi ni miliki ya nani? Miliki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. الشفاعة ما تطلب إلا من الله، ولا أحد يستطيع من البشر أن يشفع إلا بإذن الله. فمن يتبرك بالقبور والأولياء والصالحين ويزعم أنهم يحققون له ما يريد من دون الله عز وجل، أو يتوصل بدعائهم إلى الله عز وجل، هل أذن الله عز وجل لك أو له بأن تشفع أو يشفع لك؟ لم يأذن. فلا أحد يشفع إلا بإذنه، وهي الشفاعة التي تكون يوم القيامة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يشفع الإنسان يستغفر لأخيه المؤمن وهو حي. أما إنسان ميت لا ينفع ولا يضر، فكيف تطلب منه الشفاعة؟ Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Ayatul Kursi akazidi kuzungumza kwamba hakuna yoyote ambaye anaweza kuwa na uombezi isipokuwa ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana utakapomwombea mtu, basi ni lazima uchukue idhini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anapoomba makaburi, akamuomba yule aliyekufa, baba, nimekuja, mke wangu hazai, sijui dau langu halivui, sijui vitu gani, unaenda kuomba mizimu, unaenda kuomba, yote hayo hayajaidhinishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya hivyo, kwa sababu
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye huwezi ukaomba chochote isipokuwa ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Katika Ayatul Kursi ikatufundisha ya kwamba uombezi wowote hauwezi ukatokea isipokuwa ni kwa idhini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukienda kwenye kaburi, swali ni moja tu, kakwambia nani kwamba yule aliye kaburini anaweza kukunufaisha wewe na akakudhuru na wakati Mwenyezi Mungu hajaamrisha? Kwa hiyo uombezi mkubwa wa siku ya Kiyama utakuwa ni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaombea watu wote, lakini kwa idhini ya nani? Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu kinachoambatana na uombezi ni lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoe ruhusa na atoe idhini. Bila hivyo utakuwa umekwenda tofauti na ambavyo anataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Huwa ya'lam wa huma la yuhituna bi shay'in. Yani hatta يتأكد الإنسان هنا مقارنة بين الإنسان وبين الرب عز وجل. هو يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في الصدور وما تكن الصدور وما ستقوله وما تفكر فيه، والله عز وجل مطلع عليه. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maajabu yake, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, kwamba Mwenyezi Mungu anayafahamu yale ambayo tunayo sisi na yale ambayo tunayoyaficha sisi hatuyajui. Mfano shekhe, yapo mambo ambayo tunayajua tayari, kisha tuswalisha haya tunayafahamu kwa sababu yuko baina yetu, si ndio? Lakini kuna mambo ambayo ni maalum kwa ajili yake sisi hatuyajui, labda mpaka akija akatwambia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayafahamu unayoyaficha, unayafahamu unayotaka kukusudia kuyasema na unayokusudia ambayo bado hujayasema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayajua, na hii ndio tofauti ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anafahamu yale ambayo yako wazi na yale ambayo hayako wazi, lakini wewe unayoyafahamu peke yake ni yale ambayo yako wazi, lakini yale ambayo usiyojua huwezi kuyafahamu. Mfano mdogo ni mtu ukiwa na kapu la pesa, sawa? Pengine umeenda sokoni ukafanya biashara yako ukapata pesa, zile pesa ukazichukua ukaziweka kwenye lile jumu la kuemelea lile, sawa? Milioni 1, milioni 2, milioni 3, katembea njiani, hakuna anayejua kwamba wewe una pesa, wanajua tu makaratasi ya kawaida, si ndio? Subhanallah, hebu sawiri kwamba laiti kama watu wangejua kwamba kweli unatembea na milioni 50, ungepona? Lingekuja pikipiki la boxer, mtu akakunyang'anya. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayejua yale yaliyofichikana, lakini yale yaliyokuwa wazi mimi nayajua na wewe unayajua, lakini yale asili hayajui ila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya hii akathibitisha tofauti ya mwanadamu na tofauti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. هنا قال الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم المقارنة الثانية الإنسان مع الرب، ولا يحيطون بشيء أبدا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شيء بسيط الذي هو الله عز وجل علمنا به، إما عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكره لنا من قدرته وعلمه في القرآن الكريم. Yale mambo ya siri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayajua, Mwenyezi Mungu amethibitisha kwamba hakuna mwanadamu ambaye anayejua mambo ya siri isipokuwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Labda yale machache ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe kawafundisha baadhi ya watu, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, isipokuwa mambo machache ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe kaamua labda kumwambia mtume alafu akaja akatueleza sisi. Lakini asili hakuna ambaye anayejua yale ambayo ni asili katika mambo ambayo tunaishi nayo kila siku au katika mahali. Naam. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو موضع قدمي الرحمن جل جلاله، والعرش هو موضع استقرار أو استواء الرحمن على هذا العرش. وسع هذا الكرسي السماوات والأرض. Katika aya hii kuna vitu vile ambavyo vimezungumzwa. Kumezungumziwa kitu kinachoitwa kursi na kimezungumzwa kitu kinachoitwa arshi. Nadhani sasa hivi akija mtu ambaye sio Muislamu atakuita shekhi wangu, shekhi, katika Qur'ani yenu kumezungumziwa kursi na kumezungumziwa na arshi. Nipi? Hebu tofautisha baina ya kursi na arshi. Nadhani usiku utaingia, si ndio? Usiku utaingia. Labda ulipitia jana ujuza au bibi wako. Kwa hiyo leo inshallah
Sheikh anatakuja kutufundisha kwamba ndani ya Ayatul Kursi kumezungumzwa vitu viwili. Kumezungumziwa kursi, halafu kumezungumziwa arshi. Nini tofauti yake? Maana yake ni nini? Na kwa nini imezungumzwa hapa? Inathibitisha kitu ambacho ni kikubwa sana. Mwenyezi Mungu anasema wasaa kursiyuhu samawati wal ardh. Kursi anasema ni sehemu ambayo inawekwa miguu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qadamai Rahman. Hizi nyayo zake ndizo zinazokaa pale katika ile kursi. Alafu arsh. العرش مكان استواء الرحمن هو الأعظم مثل العرش الذي يجلس عليه لكنه لا يقارن بعرش الرحمن عز وجل. العرش أعظم وهو مكان استواء الرحمن. Arsh ni sehemu ambayo tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo anapostawi na kutulia na kukaa sehemu ile. Lakini ile ni kubwa kuliko arshi. Sasa arshi ni kubwa kuliko kursi. Sawa? Pale panapowekwa miguu ni padogo, alafu arshi ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Sasa katika Ayatul Kursi anasema wasaa kursiyuhu samawati wal ardh. Ile miguu pale anapoweka upana wake ni sawa na mbingu na ardhi. Arshi yake itakuwaje? Arshi yake itakuwaje? Itakuwa ni pana sana, ni kubwa sana. Kwa hiyo pia katika hili kuna jambo ambalo halitakiwi kufananishwa kwamba kustawi kwa Mwenyezi Mungu na kutulia kwa Mwenyezi Mungu ni kama kwa kwetu sisi na wewe. Amna wewe kujibanza kwenye ukuta unapumzika. Lakini je, kupumzika kwako ni kama kwa Mwenyezi Mungu? La, tunasema kupumzika kwa Mwenyezi Mungu, kustawi kwa Mwenyezi Mungu kulingana na yeye mwenyewe alivyo Mwenyezi Mungu na utukufu wake. Kwa hiyo arshi imeenea mbingu na ardhi. Lakini kursi, lakini arshi ni kubwa kulikoni kursi. Kwa hiyo bimaana arshi itakuwa ni kubwa kulikoni mbingu na ardhi. Umeona? Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kavitaja ndani ya hii aya ya kursi. Naam. ولا يؤوده حفظهما أي لا يصعب عليه ولا يعجزه ولا يملله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hachoshwi na kulinda na kuhifadhi na kuviweka katika usalama mbingu na ardhi na ukubwa wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hachoki. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, katika aya hii kathibitisha, yani kaja kuwatia dosari wale ambao wanamtia dosari Mwenyezi Mungu kwamba baada ya kuumba mbingu alipumzika. Mwenyezi Mungu hachoki kuhifadhi mbingu na hachoki kuhifadhi ardhi na vilivyomo, na ndio maana unaona mvua inanyesha, alhamdulillah, katika watu wanatoka ndio kutoka muhogo. Mtu analala, alhamdulillah, akiamka anafanya kazi zake za kawaida. Mtu anaugua, baadaye anapona, anatembea. Mtu anaugua, akifa, anazikwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hachoki kuzihifadhi mbingu na ardhi na vilivyomo. Subhanallah. وهو العلي العظيم. العلي من العلو وهو الارتفاع في كل شيء، فهو أعلى في مكانه، أعلى في مكانته، أعلى في قدره جل وعلا عن بقية المخلوقات، وهو العظيم فهو أعظم من أي شيء سواه. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho kabisa kathibitisha sifa mbili za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kathibitisha sifa ya kwanza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya kila kitu. Ikiwa mbingu tunaiona iko juu, basi Mwenyezi Mungu yuko juu yake. Chochote tunachokiona kwamba kiko juu, basi Mwenyezi Mungu yuko juu yake. Wa huwa al-Ali. Na anasema sifa ya ulu ni kitu kuwa juu, sio kitu kuwa chini. Na ndio maana katika hadithi ile anasema Mtume SAW alimuuliza yule mtumwa kwamba Mungu yuko wapi? Akasema Mungu yuko juu. Kisha Mtume akamwambia muache huyu mtumwa kwa sababu ni muumini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa ya kwanza ni kwamba yuko juu ya kila kitu. Halafu al-Azim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa na ni mtukufu na ndio anayestahili kufanyiwa kila kinachoitwa ibada kwa sababu yeye ni mkubwa na ni mtukufu. فإذا علمت أن هذا هو إلهك بهذه العظمة التي ذكرت في هذه الآية فقط، فكيف تدعو سواه؟ وكيف تخاف من سواه؟ إذا مرضت فادعو هذا العظيم، وإذا خفت فعليك بهذا العظيم، إذا احتجت إلى شيء فارفع يدك إلى هذا العظيم. Asema kwa ukubwa huu sasa ambao tayari tumeufahamu katika Ayatul Kursi. Nadhani tangu mwanzo mpaka hapa tulipoishia tumeufahamu ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa huyu ndio Mungu na ni mkubwa kiasi,
Kwa nini umuombe asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Uende kwenye mbuyu hapo, unajua kulikuwa kuna mashetani wale mashetani walikuwa wazuri, upige magoti yako pale, uchukue mbuzi wako uchinje, uchukue. Kwa nini ukiombe kisichokuwa kikubwa ukamwacha Mwenyezi Mungu ambaye kwa sifa hizi zilizokuwa nazo? Ukiugua umuombe shifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukihofu urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa na shida na tatizo lolote urudi kwa huyu mkubwa ambaye ndiye mwenye uwezo wa kila kitu. Kwa nini uende kwenye mizimu, uende kwenye makaburi, uende kwenye ushirikina, uende kwenye matunguli, uende kwa nini urudi huko? Na wakati Mwenyezi Mungu tayari ushamfahamu kwamba huyu ndio mkubwa na ndiye mwenye haki ya kuabudiwa na ndiye atakayenisaidia mimi. Kwa nini urudi katika vitu ambavyo havina lolote wala chochote, ukamwacha Mwenyezi Mungu ambaye ni mkubwa? Naam. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي هذه دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فقط، يموت يدخل الجنة. Mtume alayhi salatu wassalam anasema baada ya kuwa tumefahamu ayatul kursi hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote mwenye kusoma ayatul kursi nyuma ya kila swala ya faradhi, mfano kama hivi tumemaliza salatu dhuhur, wewe ukasoma ayatul kursi, baada ya salatu al-asr ukasoma ayatul kursi. Achana na azkari ambazo hazijathibiti. Haya ni mafundisho ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katufundisha. Mwenye kusoma ayatul kursi mwisho wa kila swala, basi hakuna kitakachomziwia kuingia peponi isipokuwa ni kifo. Allahu akbar. Jamani, hebu tusemeni Allahu akbar. Wallahi ni kheri kubwa, wallahi ni kheri kubwa. Hakuna kitakachokuziwia wewe kuingia peponi isipokuwa ni nini? Ni kifo. Mimi nadhani kuanzia leo inshallah, Imamu salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, unajipinda kwanza unapiga ayatul kursi yako, ili pengine baina ya dhuhuri na alasiri utakufa ukaingia zako peponi inshallah. Tuseme inshallah. Naam. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ. Ubora mwingine wa ayatul kursi, Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo nadhani ni zawadi zinagawiwa kwa msikitini. Wallahi tuwaone huruma ambao hawajaingia msikitini, na tuchukue amana hii twende kuwapelekea kwenye kahawa, nyumbani, kote tuwafikishie ujumbe huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kusoma ayatul kursi, mwenye kuisoma ayatul kursi, hakika Mwenyezi Mungu haachi kumteremshia malaika wa kumlinda kila baya, kila ovu, kila wasiwasi, kila hofu. Wewe unatembea na malaika wako anayekulinda na kukuhifadhi, basi tu kwa kuisoma ayatul kursi. Naam. Walam yaqrabuhu fi tilka al-laylati shaytan. Na ikiwa ni usiku umeisoma ayatul kursi, basi wale mashaitani wakipita wanapishana huko barabarani, hakuna atakayeweza kuja kukukalia kifuani, mara kukalia mgongoni, mara muangaji, mara siyo mchawi. Hakuna shaitani yoyote atakayekukurubia kama umeisoma usiku, na kama umeisoma mchana pia hakuna atakayekukurubia mpaka usiku utakapoingia. Mimi nadhani hakuna hirizi na uzigiro. Wallahi tuseme ule ukweli, kuna hirizi ambayo ina shida hilo. Maana mahirizi pia nayo yanazidiana, si ndio? Kuna tunguli sijui wapi, lile ni kubwa sana la Rukwa kuliko ni tunguli la Kigoma. Tunguli la Tanga bwana linakwenda na kitabu. Sawa, lakini tunguli la Mwenyezi Mungu ni mwisho. Kwa hiyo tuisome ayatul kursi, ndio hirizi na ndio kila yetu. فوصيتي إليكم بحفظ هذه الآيات الكريمات وتعليمها لأنفسكم ولأبنائكم ولأهل بيتكم حتى تنالوا هذا الأجر العظيم. Sheikh Mwenyezi Mungu amzidishie kheri, anatoa usia na nasaha kwetu sisi. Tujitahidi kuisoma, kujifundisha ayatul kursi, tuihifadhi, na kisha tuwahifadhishe watoto wetu na ndugu zetu na familia zetu na Waislamu wote, ili kheri hizi zienee kwa wote. Sio wewe tu kuja msikitini peke yako ndio ujizolee basi wengine kupata, ukirudi nyumbani pia wape wengine. Naam. وحتى من لا يستطيع حفظ هذا ممكن يفتح المصحف ويقرأ قراءة فيحصل له مثل هذا الأجر وهذه العظمة. Na Sheikh anavyozungumza sio kama yeye alivyosoma ghaibu, labda pengine kaihifadhi, mimi bwana sijahifadhi. Hata ukifungua msahafu, ukifungua Qur'ani, ukasoma ile ayatul kursi, basi yatosha. Huwa zile thawabu na wewe umezipata, ni sawa na yule ambaye alisoma bila kuangalia msahafu. Kwa hiyo kama unaweza kusoma msahafu, fungua msahafu wako, soma ayatul kursi basi.
wewe na yule ambaye aliyesoma kwa kichwa ni sawa sawa. Kwa hiyo si kwamba ni lazima tu umehifadhi, lakini ukiwa umehifadhi ni bora, kwa sababu pengine msahafu ule utakwenda nao kila sehemu, utakuwa kwenye basikeli yako unapiga Ayatul Kursi, Mwenyezi Mungu anakupiga, utagonga. Naam. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل شيطان ومارد، وأن يثبتنا على دين الحق إلى أن نلقاه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير وصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mwisho kabisa tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika haya tunayozungumza, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukutanishe katika pepo yake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika wale wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yale yaliyokuwa mazuri. Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia na sisi ni maalum kwetu sisi. Tuombea hawa ndugu zetu wametoka Saudia, wametoka mbali sana. Wakapita mijini, kupita Dar es Salaam, wakapita Pwani, wakapita Chalinze, wakapita Morogoro, yote wakaja mpaka Tanga mjini. Wapi lazima twende Maboza. Wakaja mpaka hapa. Tumeunguza mafuta, wametoa juhudi, watakiwa wapumzike, wale kiyoyozi, lakini yote wakaja kuifundisha Ayatul Kursi peke yake. Kwa hiyo ni haki yao kwa sisi kuombea dua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kwa juhudi hii pepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie, awape usalama katika safari yao mpaka awarudishe salama. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie inshallah mpaka mara nyingine pia waje watutembelee zaidi na zaidi. Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalinde na awanusuru na awape moyo wa aina hii ya kuwajali. Maana wenzao wanaenda zao Marekani likizo. Sawa? Wenzao wanaenda zao Marekani huko, wengine wanaenda Indonesia, Malaysia, wengine wanaenda zao wapi huko sijui wapi, Spain, kwenda kuspend tu basi. Maisha good life, ndio. Lakini hawa wamekuja kutangaza kalima la ilaha illa Allah, kuja kufanya da'wa, kuja kutembelea ndugu zao, kuja kutembelea sisi. Kwa hiyo ndugu yetu na sisi tuombe dua inshallah Mwenyezi Mungu awalipe kwa juhudi zao walizokuwa nazo, na Allah awafikishe salama, na Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie mara nyingine na mara nyingine waje tunakutembelea. Billahi tawfiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum.